Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihi alkarim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Karibuni wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu katika mwendelezo wa darsa zetu, na leo tutazungumzia tafsiri hasi au onyo za shule. Yani tutazungumzia ndoto ambazo ukiziona za shule, basi ndoto hizo zina maana mbaya na zina maana ya kwamba unapewa onyo. Ndugu zangu watazamaji, wanawachuoni wanasema licha ya kuwa shule usingizini, yani ndoto za shule usingizini, wanasema ghaliban mara nyingi ma tahmilu dalalatin ijabiyya. Wanasema wanawachuoni mara nyingi ndoto za shule zinabeba maana nzuri, kwa maana ya maana chanya. Mara nyingi ndoto za shule zinabeba maana nzuri kwa maana ya maana chanya, isipokuwa katika wanasema illa anna ba'dha siyaqat, isipokuwa katika muktadha fulani, kad tahmilu tahdhirati, huenda ndoto za shule zikabeba maonyo na maana mbaya. Kuna baadhi, yani kuna wakati fulani katika muktadha fulani ndoto za shule huwa zinabeba maana mbaya. Sasa wanasema kwa mfano ukiota unatoroka shule, wanasema ndoto hii kad yadullu ala taharrubi minal mas'uliyati. Wanasema ndoto hii, kwa mfano ukiota unatoroka shule, maana yake ni kukwepa majukumu. Yani ndoto hiyo inamaanisha wewe ni miongoni mwa watu ambao wanataka kukwepa majukumu, au rafudhu taallumi wa tatawuri, au kukataa kujifunza na kujiendeleza. Maana yake ukiota unatoroka shule, maana yake wewe hutaki kujifunza wala hutaki kujiendeleza. Wa huwa tahadhiru, na ndoto hiyo ni onyo, na hilo ni onyo min dhiya'il fursa, la kupoteza fursa. Maana yake wewe katika maisha yako utapoteza fursa, yani kuna fursa nyingi tu utazipoteza. Ukiota unatoroka shule, maana yake kuna fursa nyingi utazipoteza, na hususan katika masala mazima ya kujifunza na kujiendeleza na mambo mengine kadhalika. Lakini wanasema kufeli mara kwa mara, yani wanasema kufeli mara kwa mara kwa maana ya arrusubul mutakarriru, kufeli mara kwa mara fil imtihanati, katika mitihani. Kwa mfano ikiwa una tabia ya kuota unafeli mara kwa mara katika mitihani, yani kwa maana ya shuleni, wanasema yushiru ila alfashali fi tahqiqi alahdafi. Ndoto hiyo inamaanisha kushindwa kufikia malengo. Maana yake wewe katika maisha yako hautafikia malengo, bisababil imhali, kwa sababu ya kuahirisha, au adamil istidadi alkafi, au kutojiandaa, kutofanya maandalizi ya kutosha. Adamul istidadi alkafi, kutofanya maandalizi ya kutosha. Kwa hiyo ukiota unafeli kwenye mitihani mara kwa mara, ukawa unaota wewe kila mkiingia kwenye mitihani unafeli, maana yake utashindwa kufikia malengo kwa sababu ya kuahirisha mambo. Yani itakuwa tabia yako ni kuahirisha mambo au kutojiandaa maandalizi ya kutosha, yatakufanya ufeli katika maisha yako. Lakini wanasema kwa mfano ukiota madrasa iliyoungua, almadrasatu almuhtariqa au almudammira, madrasa
iliyoungua au iliyoharibika. Kwa mfano ukiota shule yani, shule ambayo imeungua, ukiota shule imeungua au iliyoharibika, wanasema kad tadullu ala khasarati fursati thamina. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha utapoteza fursa ya thamani sana katika maisha yako, ambayo litaallumi watatawuri, fursa ya kujifunza na kujiendeleza, wewe utaipoteza katika maisha yako. Au inhiyaru, au kuanguka, khutatu muhimma, mipango muhimu, yani mipango yako mingi sana muhimu itakuwa ni yenye kuanguka ukiota shule iliyoungua au iliyoharibika. Utapoteza fursa kubwa, yani fursa tu thamina, kwa maana ya fursa kubwa ya kujifunza na kujiendeleza. Taib, wanaendelea wanawachuoni wanasema, ama kupigwa au darbu, kupigwa, au ile iqab, au kuadhibiwa, fil madrasa, shuleni, ukiota unapigwa na wanafunzi wenzio, au unapigwa na mwalimu, au unapewa adhabu, au ile iqabu, au unapewa adhabu. Wanasema wanawachuoni, kad yarmuzu ila shuuri bidhambi, ndoto hiyo inaweza ikamaanisha hisia ya makosa. Maana yake wewe kuna jambo unahisi umekosea, una hizo hisia. Au wujudu suluki yahtaju ila tashihi, au kuwepo kwa tabia fulani inayohitaji kurekebishwa. Maana yake una tabia fulani ambayo wewe unatakiwa kurekebishwa, hiyo tabia uiache. Ukiota unapigwa, ukiota unaadhibiwa shuleni, basi unatakiwa ujitathmini, kwa sababu hiyo ndoto inamaanisha una tabia fulani ambazo zinahitajika, yani zinatakiwa kurekebishwa. Uzirekebishe, jirekebishe tabia zako, ndugu yangu mtazamaji. Jiangalie sana, ukiota ndoto ya kupigwa shuleni, sio katika ndoto nzuri, kwa maana una tabia mbaya. Taib, lakini wanasema ndoto ya kupotea yani adhiyau fi madrasati mudlima, kupotea katika shule yenye giza. Kwa mfano ukaota kuna shule ina giza kubwa, alafu wewe ukapotea mule shuleni, wanasema yushiru ila alhirati watihi fil hayati. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha kuchanganyikiwa na kupotea katika maishani, yani utachanganyikiwa, yani maisha yako yatavurugwa sana kiasi utachanganyikiwa na kupotea vibaya sana. Walhajatu ila alirshadi wan nuri, na hitaji la kupata mwongozo na nuru. Maanake wewe unatakiwa upate mwongozo ukiota umepotea katika shule yenye giza, maanake wewe unahitajika kupata mwongozo na nuru, unahitaji kupata mwongozo na nuru, kwa sababu utachanganyikiwa sana katika maisha yako ukiota umepotea shuleni, tena ni shule yenye giza. Taib, wanaendelea wanasema wanawachuoni, ama kufukuzwa shule, ukiota umefukuzwa shule, waalimu wamekufukuza shule. Wanasema wanawachuoni, tahadhiru, ndoto hiyo ina maana ya onyo, min fuqdani almakana, la kupoteza hadhi. Maanake unapewa tahadhari, umakini, unatakiwa uwe makini, utapoteza hadhi yako. Awil fursa, au utapoteza fursa, bisababi suluki khati, kwa sababu ya tabia mbaya ulizokuwa nazo. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana, kuna hadhi yako, au kuna hadhi, kuna fursa utaipoteza ndugu yangu. Au qararati mutasarria, au maamuzi ya haraka, unapewa onyo uache maamuzi ya haraka ukiota unafukuzwa shule. Taib, wanawachuoni wanaendelea wanasema, ama ukiota madrasa inayotisha tupu, yani madrasa ambayo iko pweke na inatisha, haina wanafunzi, ni madrasa ambayo ni muhisha, alkhaliya, muhishatun walkhaliyatun, manake iko inatisha na iko ni pweke.
Wanasema kad tadullu ala alwahda, ndoto hii inaweza kumaanisha upweke, wala azlati alijtimaiya, na kutengwa kijamii yani. Kwa hiyo yawezekana hii ndoto ikamaanisha utatengwa kijamii, jamii itakutenga. Ukiota shule inayotisha au pweke, maana yake jamii itakutenga, utabaki mpweke. Au imhalul janibi, au kupuuza upande at-taalimi wa kielimu, wa ruhi, na kiroho. Manake kuna mambo ya kielimu unayapuuza, unatakiwa ubadilike. Kuna mambo ya kiroho unayapuuza, yawezekana hauswali, haufungi, hautoi sadaka, haufanyi ibada yoyote wewe zaidi ya kula na kulala. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana na ubadilike kama ulikuwa na tabia hizo. Kwa hivyo hizi ndio tafsirat as-salbiyya au tahdhiriyya, ni tafsiri hasi au onyo za shule. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.